Kuweza kumkaribisha mgeni wetu aliweza kututembelea ndani ya kijiji chetu na ndani ya taasisi yetu, kwa maana ya kwamba shule ya msingi Mnarani. Nimkaribishe Mheshimiwa Diwani aweze kujitambulisha, basi natazungumza lengo na mahususi ya kuweza kututembelea ndani ya taasisi yetu kwa rehema zake na nguvu zake ambazo alizoweza kutukutanisha tena siku ya leo. Lakini pili, niwapongeze sana ndugu zangu, kaka zangu, kwa kuacha shughuli zenu na kuweza kufika mahali hapa kwa ajili ya kuweza kuja kujumuika pamoja nasi. Niwapongeze sana. Lakini jambo muhimu sana ambalo liliweza kuja kutuleta hapa na kutukusanya hapa kwa pamoja ni kwa ajili ya kuja kuangalia mpaka wa shule, lakini pia kuweza kutatua mgogoro huu ambao uliopo baina ya uongozi wa shule pamoja na wanakijiji. Tunahitaji sana ndugu zangu, tuzidi kuendelea kutatua huu mgogoro kwa pamoja. Lengo na madhumuni, walimu wetu na watoto wetu wawepo katika mazingira salama na rafiki kwenye shule yao hii. Kwa hivyo tunahitaji sana tuzidi kuendelea kushirikiana kwa pamoja. Tunapoweza kwa ajili ya kwenda kwa ajili ya kwanza kukagua huu mgogoro, tunahitaji tuzidi kuendelea kushirikiana. Viongozi wa kijiji mko hapa kwa pamoja, tunahitaji sasa hekima zenu na busara zenu ziweze kutuongoza ili tuweze kufikia malengo yetu na tuweze kufanya maamuzi kwa busara. Hatuko hapa kwa ajili ya kuendelea kumwonea mtu. Tupo hapa kwa ajili ya kuweza kujenga umoja na mshikamano baina ya wananchi pamoja na uongozi wa shule, hata na wanafunzi wetu kwa ujumla. Lengo na madhumuni hasa ni hilo, kwa sababu tumekaa na tumezunguka kila baadhi ya maeneo. Lakini ziara yangu ya pili baada ya kuanza kuzungukia kijiji cha Shinyanga B, mwalimu mkuu hapa akaizungumza kero yake kwamba nina kero moja ambao kero hiyo ni kama jinsi nilivyoweza kuieleza hapa. Sasa jana nikaona kwamba iwe busara na heshima pia ya kuweza kufika kwa ajili ya kuweza kuja kujionea na kuweza kutoa maamuzi ambao tutakaoweza kujaliwa na Mwenyezi Mungu, hasa busara pamoja na hekima hizo. Niwaombe sana kwenye shule yako hii. Ni shule ambayo iko katika mazingira mazuri. Ninakuomba uzidi kuendelea kutusaidia watoto watoro wanaosoma katika eneo hili. Watoto watoro uzidi kuendelea kutusaidia. Shirikiana pamoja na uongozi wa kijiji. Mtendaji wa kijiji yuko hapa. Mbainishe majina ya watoto watoro ambao waliopo. Baada ya hapo tuweze kufanya au tuweze kuchukua hatua ya kuendelea kwanza kuwafuatilia baadhi ya wazazi ambao wanaozidi kuendelea kukaa nao hao watoto pasipo kuwaleta hapa shuleni. Tunahitaji tuwe na elimu yenye mfano wa kuigwa katika kata yetu hii ya Nyakafulu. Sipendi kuja kusikia kwamba shule fulani inaongoza kwa utoro. Hapana, haitakuwa jambo zuri. Lakini pia habari njema ni kwamba katika shule hii ulizungumza na ukasema kwamba una upungufu wa madarasa. Kwenye hii shule ya Mnarani tumeshatengewa shilingi milioni 75 na ujenzi unaanza mara moja. Kwa hivyo tunahitaji sana, serikali inatoa fedha nyingi sana kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya kusaidia watoto wetu. Sasa pamoja na kwamba serikali ya Mama Samia inatoa fedha nyingi, basi tuzidi kuendelea kumsapoti mama yetu na tuzidi kuendelea kumwonyesha ushirikiano. Na kumwonyesha ushirikiano huo ni pamoja na kuleta wanafunzi. Lakini pia tuzidi kuendelea kufundisha kwa mlengo na taaluma jinsi ambavyo tulivyoweza kupewa. Tufundishe watoto wetu elimu ya msingi kama jinsi tulivyoelekezwa. Lengo ni nini? Lengo na madhumuni waweze kufikia ndoto zao kama jinsi tulivyofikia sisi. Kwa hiyo nahitaji sana tufanye hivyo kwa kushirikiana pamoja na wazazi, tushirikiane pamoja na wanafunzi
na jamii yote kubwa ambayo inaendelea kutuzunguka katika eneo letu hili. Baada ya kuyasema haya, naombeni sasa tuweze kufika kwenye mipaka ambayo iliyopo na inayoleta shida, ili tuweze kushia mawazo kwa pamoja na tuzidi kuendelea kutatua, ambapo ndo anakuwa anapiga sana nini kelele. Lakini pamoja na hivyo, mwalimu alikuja akasema kwamba kuna mpaka nani wakifanya hata wanafunzi inaleta shida. Sasa ndio tunataka kwamba tushia mawazo kwa pamoja, tujue tunafanyaje hapa. Ndio inaweza kuleta shida. Hata huyu huku naye nasikia alikuwa anasema yaani, ngoja niwaambie, mgogoro ulianzia kwenye mkutano wa wazazi kwamba eneo la shule ambalo walinunua silo ambalo liliwekewa nini mipaka. Sasa tunafanya hivi, mheshimiwa, hebu jaribuni kutuongoza kwamba eneo inapitia wapi ili tumalize Mnalani. Nakuomba mara moja uweze shule ya msingi Mnalani, si ndio? Nakuomba mara moja basi uweze kufika hapa. Chukua tu bodaboda tukuje tuje tukulipie. Ana pressure. Naomba sawa. Tufanye kama uko wapi? Nani anaweza akatusaidia ambaye yuko karibu? Haina mgogoro. Ila wao haya ni mambo tu yanakuja. Haya mambo yanatoka tu. Hayalete. Sasa ina maana bado huko Nyarubezi, ina maana mzee, tuzidi kuendelea kukusubiri mpaka utakapofika, kwa sababu kuna wengine hapa wana shughuli zao binafsi. Na kijana wako, kijana si anaweza kanani? Ameenda Kahama. Mwambie tu sasa. Sasa fanya hivi, kwa nini usije tu, kwa sababu serikali ya kijiji tuko nao hapa wanaweka mipaka yao. Waga nije tata. Njoo tu mzee, wala hamna shida, uje. Nije mipaka ambao kama serikali mnaitambua kwamba eneo limenunuliwa kuanzia hapa kwenda hapa mpaka hapa, ili wale wanaolalamika kwamba shule imevamia maeneo yao walete maombi yao, tuwasikilize sasa kwa pamoja. Mimi wazo langu ni hilo. Eneo letu linaanzia wapi, linaishia wapi kwenda magharibi, lakini pia kutoka magharibi kuelekea kaskazini inaelekea upande gani? Kutoka kaskazini kuja upande wa mashariki tena pia tunalitambua kwamba tuzungukie kwanza mipaka ya eneo la shule. Tutambue kwamba eneo la shule linaanzia hapa linaishia hapa. Kama kuna mtu analalamika kwamba sisi tumevamia, alete malalamiko, tutamsikiliza. Watu wote hapo wamehamisha pale. Mpaka jamaa amehamisha. Yeye ndio anapaua sasa. Sasa anapaua. Walihamisha. Mheshimiwa. Kitu tunachoomba hizi shule migogoro haomba nani kuondoa na kiwanja hata na kawa shule olobisa wiki iko ni shule zote ziwe kwenye mfumo. Huko tunakomesha wapi? Unaona shule ya Kasandala. Waje amempigia mwenyekiti. Eneo kubwa mlio liacha hii. Kula banana Kahama haja huko. Unataka katani huko. Amehamisha mianzo miwili. Hii katani ongezwe. Hatutaki sisi mpaka kila sehemu weke mpaka mingi. Sio naona hapa. Naona huu ni maji. Sawa. Kuna palikuwepo na kiingia kinachotokea nini? Kiingia walikuwa wanakuja watu wenye makela. Wenye matoa walikuwa wanapita wanashuka kwenda kufanyaje? Kuchukua tofali hapo. Kwenye ile shimo. Kwenye ile shimo. Sasa huko palikuwa na viwanja vya watu. Kilikuwa kwa cha mzee Mtabola huko. Sawa, afu kilikuwa kwenye changu mimi kwa upande wa huko. Unaona? Alafu kikafuata tena kingine cha kijana wa Anyaga. Alafu huku chini sile alikuwa mwalimu. Labda mimi nikusomee. Mwalimu Robert. Mwalimu Robert alikuwa na viwanja viwili. Na ndo tulimpa Robert tukamlipa mzee nani? Mzee Ibrahim. Mzee Ibrahimu. Eneo lililofuata alipo yule mwalimu wa nani wa Segese.
mwenye kiwanja cha laki 6. Alisema alishamuuzia jamaa wa Segese kwa sababu nimeshaelewa kwa mimi nimeshanukuru kwa Jose, maana yake amesema kwamba alikuwa amepakana na nani na Robert. Tulimwanzia Ibrahimu. Robert alipatia, alikataa kuchukua hela. Nikaenda nikampa mbuga kule. Tayari tumeshajua sasa nani hakuna mwingine aliyelipwa hela. Sawa. Hii unaona hii minyaa hii. Na humu ilikuwa mpaka yetu. Sawa. Unaona huu mti? Huu mti ulikuwa ni mti mkubwa sana. Tena mbichi kabisa. Sawa. Alafu yalikuwepo maminyea hapa. Sawa. Ilikuwa maminyea ambayo yamepita wapi? Hapa. Unaona? Alafu palikuwa kana sehemu kama vile kisuguu hapa. Kichuguu hapa. Unaona? Tumekuita, tuko na wajumbe wa serikali ya kijiji hapa ikiongozwa na mtendaji wa kijiji. Sasa issue na dhamira ya kuweza kufika hapa kwenye hili eneo la shule ni kwa ajili ya mgogoro wa mpaka baina ya shule pamoja na wazazi. Lakini bado ikaonekana kwamba kuna kero moja kwamba watoto wanapokuwa wanatoka hapa wakisogea kule wanatishiwa wakati mwingine kupigwa. Nimeuliza ile nyumba ni ya nani, ikaonekana kwamba ni ya kijana wako. Lakini bado kulikuwa na mgogoro mwingine wa kiwanja baina ya Josefu Jisena, umenelewa, pamoja na shule. Sasa cha kwanza kabisa sijui tufanyaje au niweze kutoa ushahidi wangu alafu tunaanza kutembea. Huko niliuza huku kwanza wameingia huku kwangu. Wameingia huku, hata kijana alikuwa anahangaika sana. Huyu Jose kiwanja chake kilikuwa hapa. Kiwanja kingine cha Robert kilikuwa hapo. Unaona? Ni bora mzee tumwache atuonyeshe alikuwa anaishia wapi, lakini pia wajumbe nao mtuonyeshe kwamba eneo lilikuwa linaishia wapi. Mzee utuonyeshe eneo la Jose kwamba lilikuwa linaishia wapi na eneo la kijana. Na baada ya hapo tutahoji sasa eneo la Jose lilikuwa linaishia sehemu fulani. Je, Jose wakati unalipa kama serikali ya kijiji au serikali ya kijiji wakati inalipa zile fidia za wenye maeneo yaliyotwaliwa, je, nani alisimama kupokea ile fedha? Tukamaliza toa kwenye nini? Kwenye mikono ya watu. Sasa mkisema kwamba haya maeneo yalikuwa ni ya kwetu. Sawa. Nani amesema yalikuwa ya kwetu? Sasa mnataka mpaishe kama haka sasa katusane tulinunua kutoka kwa fulani. Sikilize Jose. Si document nazo. Hapa kuna msongo walikuzunguka. Kama mangapi mzee? Kama aliitwa Wasegese, leo wewe aliitwa Wasegese. Wewe umo. Kwa nini usilalamike? Yaani taratibu. Jose ameuliza swali hivi. Mzee Ibrahimu aliuza maeneo mangapi? Mlimlipa fidia kwenye maeneo mangapi? Si eneo moja hili. Lote lilikuwa la kwake, na hiyo viwanja alivyovitaja vya mtu wa Segese tulimlipa yeye. Segese hatujui kama amesema lote. Ni hatua ngapi? Alichukua yeye hela akabulitia hatua ngapi? Sihesabiwe hatua kama lote. Si hela inaendana na hatua. Mita 90 tumetoa na uwanja wa Robert mita 36. Ndio. Hii hapa inaishia hapa. Tumehesabu 90, tumetoa 90. Ndio. 90. Hatua 90 kwa ngapi? Ndio. 36 Robert uwanja wako unaishia hapa. Mimi nimenunua kwa mzee Ibrahimu milioni 1.5. Sawa. Halafu unasema kwamba kiwanja changu mle na cha kwake sijui na cha jamaa wa Segese na zile za kwake kule. Hapa mnataka tumtumie zile busara. Ile kusema tu kwamba sisi tulikununulia mzee kwa sababu gani? Kweli mtamkandamiza, lakini katika mawazo yake na akili zake kwamba hiyo sehemu asingenifuata mimi nyumbani. Unaona? Lakini mimi huyu siwezi kumtuhumu kwamba ameuza nini, asingenifuata nyumbani. Naweza nikaenda kwa sehemu yote nikafanyaje, nikalalamika, lakini sasa ni maendeleo ya shule, mimi ni mdau wa shule. Kama watu wengine wanalipwa, yamkini kama wameshaorozesha maeneo, sawa? Na mimi nitalipwa haki yangu. Mara 2 hapa nafuatia hata shuleni kuambia walimu kwamba jamani, ila hili dasi imefanyaje? Limezidi kwangu. Sasa mimi kuna haja gani ya kwanza kupigizana kelele kama serikali ya kijiji imekusudia ifanye maendeleo hapa? Nikaanza kupigizana kelele. Na kuongea kwangu sasa hivi ndo nimeongea zaidi leo. Lakini mara nyingi ilikuwa ni mazuri. Jamani, kile kiwanja changu. Hata mtendaji tulikuja naye mpaka hapa. Yaani kaa pamoja na serikali yako ya kijiji na wale wazee ambao mliweza kuja kuuziana nao nani huyu mzee na wale watu, kama kutakuwa na uwezekano waweze kuitwa wote kwa pamoja. Lakini bado pamoja na hivyo tujue fedha au fidia ya huyu bwana, kwa sababu nyinyi nyote ni wananchi wangu.